Mimi naitwa Crispin Kalinga, ni afisa mawasiliano na mahusiano kwa umma, lakini ni mratibu wa mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deo Mwanyika. Kimsingi nimepata heshima kubwa kuja kumwakilisha Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deo Mwanyika kwenye kikao hiki kikubwa cha wadau wa zao la chai, kwa maana ya wakulima wa chai. Wamewasilisha pale changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na masuala ya bei za chai ambapo kimsingi wameomba Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika kutoka na ajenda ya pamoja kwenda nayo bungeni, lakini pia wamewasilisha changamoto ya miundombinu ya barabara kutoka kwenye mashamba yao ya chai, haswa mashamba ya Njombe ndani ya halmashauri ya Njombe, lakini pia ndani ya halmashauri ya Njombe vijijini kwa maana Njombe DC, lakini pia ndani ya halmashauri ya wilaya ya Ludewa. Yote hayo wameniomba kama mwakilishi wa bunge kumfikishia Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini, lakini pia kuwafikishia wajumbe wa wilaya ya Ludewa, jimbo la Ludewa, lakini pia jimbo la Njombe mjini kwa Mheshimiwa Swale, na wameomba pia kumfikishia ujumbe Mheshimiwa Swale kutokana na ile changamoto kubwa ya barabara inayopelekea ucheleweshwaji wa chai kufikishwa kwenye viwanda. Kimsingi kikao kimekuwa kizuri, kimekuwa chenye tija, kikao chenye tija ambapo wakulima wamejadili mambo mbalimbali, lakini mambo makubwa kabisa ambayo nimeona yana hoja ya kumfikishia Mheshimiwa mbunge. Wakulima wa chai ndani ya maeneo haya yote matatu kwa maana halmashauri zetu zote tatu wamekuwa wakihamasishwa kuongeza kasi ya ulimaji, kuwekeza nguvu kubwa kwenye ulimaji wa zao hili la chai, na kwa mwaka 2025 2026 wamepokea ile kauli ya serikali kuwataka wao kuongeza juhudi ya kulima haswa kilimo bora kwenye maeneo ya chai, lakini wamekutana na changamoto kubwa ambayo imewaingiza hasara kubwa wakulima wa zao la chai, ambapo ndio malalamiko makubwa kwenye kikao hiki cha leo cha wakulima wa chai, kwamba wamelima chai nyingi lakini mwekezaji anayenunua zao hili la chai amezidiwa, hana uwezo wa kusaga hayo majani ya chai, na imepelekea wakulima kushindwa kuchuma chai, lakini pia imepelekea wakulima kujikuta wanaingia hasara haswa kwenye maeneo ya mbolea, lakini pia kwenye eneo la kulipa watu wanajishughulisha na shughuli za uchumaji, uandaji wa mashamba, masuala mbalimbali. Kwa hiyo wamewaomba hawa wabunge wote watatu kuona namna ya kuwahamasisha wawekezaji kuja kufanya uwekezaji kwenye eneo la ujenzi wa viwanda vya chai ndani ya majimbo haya matatu. Lakini kubwa zaidi wamekumbusha wakulima kwamba halmashauri ya wilaya ya Ludewa iliahidi kujenga kiwanda cha chai, na wamenitaka nimkumbushe mbunge wa jimbo la Ludewa Mheshimiwa Joseph Kabonga aliahidi kwamba kwa mwaka huu 2025 2026 wawekezaji watakwenda kujenga viwanda vya chai kwenye jimbo lile la Ludewa. Kwa hiyo kimekuwa ni kikao kizuri, kikao chenye hoja, kikao chenye mashiko, na ninaamini nitamfikishia Mheshimiwa mbunge wangu Deo Mwanyika hizi hoja zote zilizowasilishwa na hao wakulima wa chai, lakini pia kuwasilisha vilio vyao vikubwa. Sambamba na hilo wameomba barabara hizi kama nilivyozungumza hapo awali kwamba wanapata wakati mgumu haswa kule Uliwa, haswa kule Lupembe, lakini pia na maeneo ya Ludewa, kwamba mashambani wanakutana na changamoto kubwa ya adha kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Na kimsingi kwenye kikao hiki cha leo alipaswa kuwepo hapa mtu wa TARURA kama ambavyo walikuwa wamemwalika, lakini mimi nitumie nafasi kuendelea kuwaomba haswa wakulima wa jimbo la Njombe mjini. Hizi mvua zinazoendelea kunyesha kwenye jimbo letu la Njombe mjini zimekuwa zikileta adha kubwa kwenye miundombinu ya barabara. Hata leo hii asubuhi wakati natoka ofisini kuja kwenye kikao hiki, nilipitia ofisini kwa meneja wa TARURA na tukajadili kwamba ni kwa namna gani sasa tunarejea kwenye miundombinu yetu ya barabara. Kwa tukasema haina haja ya kuja kuendelea kukaa vikao wakati pia watumiaji wa hizi barabara za TARURA wanapata adha. Hivyo meneja wa TARURA, mainjinia wa TARURA wote wameenda site kuhakikisha kwamba wanaendelea kuzifungua hizi barabara ambazo zimeathiriwa na mvua zinazoendelea kunyesha kwenye jimbo letu la Njombe mjini, kwenye wilaya yetu ya Njombe mjini na maeneo mengine. Hivyo wamewasilisha kwamba tuwafikishie TARURA. TARURA wapo kazini tangu jana, wameshinda site na leo asubuhi wameamkia wako site, wanahakikisha kwamba barabara hizi zinaendelea kufunguliwa. Naomba wakulima, lakini pia naomba wananchi waendelee kuwa wavumilivu.
Mheshimiwa mbunge anawaomba waendelee kuwa wavumilivu wakulima wa chai, wakulima wa mazao ya parachichi, wakulima wa mazao ya viazi, kwa sababu hizi mvua zinazoendelea kunyesha zinaathiri uchumi wa kila nyanja. Hazimwathiri tu mwananchi anayetumia barabara kutoka eneo moja kwenda lingine, bali zinaathiri pia mtu anayetumia barabara hiyo, magari yanayosafirisha mbao, magari yanayosafirisha viazi, kama hivi chai, lakini pia hata sisi wenyewe watumiaji wa barabara moja moja, utembea kwa miguu, mtembea kwa bodaboda kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, sisi sote tunaathirika. Lakini wenzetu wa TARURA wameondoka ofisini, wameenda site, wameenda kuhakikisha barabara hizi zinafunguka.